Naam, habari ya wakati huu tena mpendwa mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha siku ya leo, kipindi cha Roho Mtakatifu. Tunapopata mwendelezo wa mafundisho haya muhimu sana, hasa katika wakati huu, siku hizi za mwisho ambapo tunashuhudia sisi wenyewe ya kwamba wapo watu ambao wanakataa juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama Mungu, lakini pia wengine wanakataa juu ya uwepo wake kama nafsi. Vipindi hivi ni mahususi, vinatusaidia na kutuongoza kufahamu ukweli wa kibiblia, jinsi ambavyo maandiko matakatifu yanamfunua Roho Mtakatifu. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa mchungaji na mwalimu Godliven Maximilian Ngesi, na kabla tujaanza somo la siku ya leo, tafadhali nikualike tuweze kumwomba Mungu ili aweze kutupatia Roho wake Mtakatifu. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba Roho wako Mtakatifu ambaye ndiye mwalimu mwema na mwalimu kiongozi, akatufundisha na kutufunulia ukweli huu, lakini zaidi akituandaa kuweza kuishi na yeye milele zote. Neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tunajifunza jinsi Biblia inavyomfunua Roho Mtakatifu, na tumejifunza vipengele kadhaa ambavyo vinaonyesha juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi, lakini pia juu ya uwepo wake kama Mungu. Kwanza tulijifunza habari zake katika Agano la Kale, tukajifunza uwepo wake kama nafsi, na tukajifunza uwepo wake kama Mungu. Sasa hivi tunapata mwendelezo wa jinsi Biblia inavyomfunua Roho Mtakatifu kwa njia ya ishara mbalimbali. Leo tuko katika ishara ya njiwa. Ishara hii ya njiwa ni ishara ambayo ni ya kawaida sana, imezoeleka. Ukiona watu wanapozungumzia habari za Roho Mtakatifu wanaweka kipicha cha njiwa. Kwa hiyo njiwa hutumika kama ishara ya upendo, inaweza ikatumika kama ishara ya amani, njiwa inatumika kama ishara ya mianzo mipya, lakini pia njiwa inatumika kama ishara ya mshikamano, njiwa inatumika kama ishara ya matumaini mapya. Watu wanapozungumzia habari ya upendo, watu wanapozungumzia habari ya amani, watu wanapozungumzia habari ya Roho Mtakatifu wanatumia ishara ya njiwa. Biblia takatifu, neno la Mungu lenye jumla ya vitabu 66, imetufunulia ya kwamba Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa ishara ya njiwa. Sasa twende taratibu. Hapa tutajifunza mambo ya muhimu sana ambayo yanamfunua Roho Mtakatifu. Zile ishara nyingine zote ambazo tulijifunza, kwa mfano ishara ya upepo, tukajifunza ishara ya maji, tukajifunza ishara ya moto, mafuta, hizo ishara zote na nyingine nyingi ambazo tulijifunza hapa, zenyewe zinamfunua Roho Mtakatifu katika utendaji wake. Kwa mfano upepo unafanya kazi bila kuonekana, upepo unafanya kazi kwa nguvu, vivyo hivyo Roho Mtakatifu. Moto unateketeza, vivyo hivyo Roho Mtakatifu anateketeza dhambi. Maji yanasafisha miili yetu, yanakata kiu, vivyo hivyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ishara hizo zinafunua kuonyesha jinsi anavyotenda kazi. Lakini ishara hii ya njiwa yenyewe imejikita kutuonyesha jinsi Roho Mtakatifu alivyofunuliwa katika tabia yake. Na tabia yake imefunuliwa ni tabia ya kiungu. Tutaangalia kwa kina sana jinsi ambavyo maandiko yanamfunua Roho Mtakatifu kwa ishara ya njiwa. Njiwa ni moja kati ya ishara ambayo inamfunua Roho Mtakatifu katika teolojia au katika mafundisho ya kibiblia. Njiwa unafahamu ya kwamba ni kiumbe au ni ndege mpole sana, zaidi ya ndege wengine wote. Na Biblia inatumia ishara ya njiwa kwa upole wake na uaminifu wake pamoja na tabia zake nzuri alizonazo, ikimtofautisha na ndege anayeitwa mwewe. Ndege anayeitwa mwewe anafunuliwa ni ishara ya mauti, ni ishara ya kifo, ni ishara ya uangamivu. Lakini ndege huyu njiwa anafunuliwa ni ishara ya amani, ishara ya upendo, ni ndege mpole kuliko ndege wengine wote. Hata Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 20, aliwaasa wanafunzi wake kwa kusema kwamba wanapaswa kuwa watu wapole kama hua. Kwa hiyo Biblia inamtambua njiwa ni ndege mpole. Ukisikia hua ni lugha nyingine ambayo inaongelea kiumbe huyu au ndege huyu njiwa.
Hivyo basi, kutoka katika ukweli huo ambao Yesu anasema mnapaswa muwe wapole kama hua, na hapa alikuwa anawaambia wakati anawaagiza kwenda kueneza habari njema za wokovu, nini ambacho Biblia inatufundisha hasa kuhusiana na kiumbe huyu au ndege huyu, na hasa akiashiria ishara ya Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, Biblia inapotumia ishara ya Roho Mtakatifu, ishara ya njiwa kutuonyesha habari ya Roho Mtakatifu, inatufundisha ukweli kuhusu upole na unyenyekevu alionao Roho Mtakatifu. Inatufundisha ukweli kuhusiana na upole pamoja na unyenyekevu ambao Roho Mtakatifu anao. Sasa hii ni tabia ya kiungu, tabia ya upole, ni tabia ya Mungu. Mungu ni mpole. Lakini pia unyenyekevu, tabia ya unyenyekevu ni tabia ya Mungu. Na Biblia inapotumia kiumbe huyu, ndege huyu njiwa, kutuonyesha kuhusu Roho Mtakatifu, inatufundisha kuhusu tabia yake, kwamba yeye Roho Mtakatifu ni mpole, yeye Roho Mtakatifu ni mnyenyekevu. Tabia kama ambazo zipo kwa Baba, tabia kama ambazo ziko kwa Mwana. Unajua Yesu alisema katika Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 29, anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo Biblia inapoongelea habari ya Yesu Kristo inatuambia Yesu ni mpole na ni mnyenyekevu wa moyo. Tabia kama hiyo pia ipo kwa Roho Mtakatifu, ni mpole na ni mnyenyekevu wa moyo. Daima, siku zote, Roho Mtakatifu anazungumza na wanadamu kwa sauti ya upole na ubembelezi. Maana yeye kwa asili tabia yake ni mpole, kwa asili tabia yake ni mnyenyekevu, Roho Mtakatifu. Kama ambavyo Yesu pia na yeye amefunuliwa kwa tabia hizo. Na hapo utaona jinsi Roho Mtakatifu na Yesu Kristo wanavyofanana katika utendaji wao, lakini pia hata katika tabia, wako katika umoja. Unaona, Yesu anatuombea, lakini Biblia inamfunua Roho Mtakatifu pia anatuombea. Yesu ni msaidizi, Roho Mtakatifu pia naye ni msaidizi. Wakati wa kuumba, Yesu anaumba na Roho Mtakatifu pia naye anaumba. Yesu anasema katika Mathayo 11:29, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Vivyo hivyo Roho Mtakatifu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Biblia inatumia ishara ya njiwa kutuonyesha kwamba Roho Mtakatifu asili yake, tabia, ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 12 anasema, na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Na hiyo sauti ndogo ya utulivu ambayo inafunuliwa hapo, inafunuliwa kama ishara ya Roho Mtakatifu aliyekuwa akiongea na Elia. Hakuchagua kuongea naye kwa njia ya moto, hakuchagua kuongea naye kwa njia ya tetemeko, lakini anasema sauti ndogo ya utulivu. Siku zote Mungu anataka kutufundisha ya kwamba asili ya tabia yake ni ya upole. Yeye ni Mungu mpole, lakini pia ni Mungu mnyenyekevu. Na ukisikia Mungu mpole, haimaanishi kwamba yeye hashughuliki na makosa. Makosa anashughulika nayo vizuri kabisa. Lakini hii ni tabia yake ambayo imefunuliwa. Sasa tutafahamuje ukweli wa tabia ya Roho Mtakatifu kama ambavyo imefunuliwa kwa ishara ya njiwa? Wakati Yesu anabatizwa, Biblia inasema akamuona Roho wa Mungu anashuka kama hua, akaja juu yake. Katika tukio hilo, Nabii Ellen G. White anaeleza hivi katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa ule wa 88, anaeleza hivi, nabii wa Mungu: moja kwa moja kutoka kwenye kiti cha enzi unatoka mwanga na utukufu wake. Mbingu zilifunguka, nuru ya ajabu ikiwa mfano wa njiwa ikamshukia, nembo stahili yake yeye aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na roho ya unabii hapa inafunua kwamba wakati Yesu amemaliza kubatizwa, Roho Mtakatifu alivyomshukia, Ellen G. White anasema hiyo ilikuwa ni nembo yake, yeye aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tabia ile ile kama ambayo imefunuliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona hapa ya kwamba
Roho Mtakatifu anavyofunuliwa kwa ishara ya njiwa, inafunua ukweli juu ya upole wake pamoja na unyenyekevu. Jambo la pili, maandiko yanapotumia ishara hii ya hua au njiwa kutufunulia juu ya Roho Mtakatifu, inatufundisha ukweli kuhusu usafi na uadilifu pamoja na utakatifu wa Roho Mtakatifu. Unajua yeye anaitwa Roho Mtakatifu, yaani jina lake tu linatufunulia asili ya tabia yake ya utakatifu. Sasa njiwa, kiumbe huyu njiwa au ndege njiwa, ni mmoja kati ya ndege wasafi, na kimsingi hakuna ndege msafi kama njiwa. Njiwa ndo anaongoza katika usafi. Njiwa ni msafi ukilinganisha na ndege wengine wote, na kutoka katika usafi wake maandiko yanatumia kiumbe huyu, yanatumia ndege huyu kutuonyesha ukweli juu ya asili ya tabia ya Roho Mtakatifu, ya kwamba Roho Mtakatifu ni msafi katika uadilifu, ni mkamilifu katika maadili. Yeye ni mtakatifu kama vile Baba alivyofunuliwa. Ukisoma Yohana 17 fungu la 11, anaitwa Baba mtakatifu. Ukisoma kwa Yesu Kristo, Yesu hakufanya dhambi, Yesu ni mtakatifu. Yohana 8 fungu la 46 anasema, ni nani kati yenu anayenishuhudia ya kwamba mimi ni mwenye dhambi? Hakufanya dhambi. Vivyo hivyo Roho Mtakatifu na yeye ni mtakatifu. Warumi sura ya 1 mstari wa 4, Biblia inasema hivi: na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara ya njiwa, Biblia inatufundisha juu ya tabia yake ya uadilifu, lakini pia tabia yake ya utakatifu. Yeye ni mkamilifu katika maadili kwa sababu yeye ni Mungu, kama vile alivyo Baba na kama vile alivyo Mwana. Hilo ni jambo la pili ambalo tunajifunza kwa siku hii ya leo. Jambo la tatu, maandiko yanapotumia ishara ya njiwa kutufunulia juu ya tabia, kutufunulia juu ya Roho Mtakatifu, yanatufunulia juu ya kwamba Roho Mtakatifu ni mpeleka habari njema, lakini pia yeye ni mtoa tumaini, na tatu, yeye anatoa mianzo mipya, the new beginning. Hiyo ni moja kati ya kazi yake ya kiungu. Roho Mtakatifu anapokuja kwetu, Roho Mtakatifu alivyokuja kwa Yesu kwa njia ya hua, wakati Yesu anabatizwa, alifunua mambo hayo matatu. Moja, alikuwa analeta habari njema kwa Yesu. Lakini mbili, alikuwa analeta habari njema kwa jamii ya wanadamu wote. Tatu, alikuwa analeta habari ya matumaini. Na nne, alikuwa anafunua juu ya mianzo mipya. Na hapa Yesu alikuwa anaanza sasa huduma yake ya hadhara. Kama vile njiwa anavyotumika kupeleka habari njema, njiwa anavyotumika kutoa habari ya tumaini pamoja na mianzo mipya, vivyo hivyo Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara hii, yeye ni mpeleka habari njema, yeye ni mtoa tumaini, lakini pia yeye analeta mianzo mipya. Hebu tuangalie wakati ule wa Nuhu. Mungu alipomweka Nuhu na familia yake katika safina, maji yakajaa katika uso wa nchi. Wakiwa ndani ya safina, Nuhu akatuma ndege, alituma kunguru, akaenda moja kwa moja. Lakini baadaye anamtuma njiwa. Njiwa anaenda na afu anarudi akiwa ameshikilia jani amelitunda, ikiwa anaonyesha analeta habari njema, lakini pia analeta ukweli ya kwamba mianzo mipya inakuja kutokea. Wanaenda kuanza maisha mapya katika dunia ambayo maji yalikuwa yamekwisha kauka. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 8 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake ambalo amelitunda. Nuhu akajua kwamba maji yamepungua juu ya nchi. Kwa hiyo maandiko yanaeleza ya kwamba njiwa alipotumwa alirudi kwa Nuhu akiwa ameshikilia jani bichi la mzeituni aliyokuwa amelitunda. Alifika akalichuma lile jani akarudi, kwa sababu ndege huyu ni mwaminifu. Ndege huyu alipotumwa, yeye hakwenda moja kwa moja, yeye alienda akarudi. Na hapa anafunuliwa, analeta habari njema, anamletea Nuhu habari njema ya kwamba hili jani ni ishara ya kwamba maji yamekauka. Sasa mnaweza mkatoka ndani ya safina mkaingia kuendelea na maisha katika dunia hii.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara hii ya hua, anafunua kwamba yeye ni mpeleka habari njema, yeye ni mpeleka tumaini, lakini pia yeye analeta mianzo mipya. Luka sura ile ya 3 mstari wa 22, maandiko yanasema, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Hapa ni Roho Mtakatifu aliyekuwa anashuka juu ya Yesu baada ya Yesu kubatizwa. Alimletea habari njema. Habari njema hipi? Moja, Baba wa mbinguni amemtia mafuta kwa njia ya Roho Mtakatifu. Matendo 10 fungu la 38. Lakini habari njema nyingine ni hii, alikuwa anampa nguvu ya kwamba Baba yuko pamoja naye. Baba atamwezesha katika huduma yake ambayo amekwenda kuianza sasa, huduma ya hadhara. Lakini kwa habari yetu sisi wanadamu, alikuwa analeta habari njema ya kwamba huyu ndiye Masihi, huyu ndiye Mwokozi, huyu ndiye mtiwa mafuta wa Bwana ambaye yeye atawaokoa wanadamu. Kwa hiyo njiwa anapofunuliwa kwa ishara hiyo, anapoonyeshwa, Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara ya njiwa, anafunuliwa ya kwamba yeye ni mpeleka habari njema, mpeleka tumaini pamoja na mianzo mipya. Jambo la 4 na la mwisho, tunapojifunza ukweli kuhusiana na Roho Mtakatifu akifunuliwa kwa ishara ya njiwa. Njiwa ni ndege mwaminifu. Njiwa ni ndege mwaminifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara ya njiwa, Biblia inatufundisha nini kuhusu Roho Mtakatifu? Ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwaminifu, havunji agano. Jambo ambalo ameliweka siku zote atalitimiza. Hiyo ni sifa ya Mungu peke yake. Wanadamu ni waongo, wanadamu hawawezi kuwa waaminifu. Mungu peke yake ndiye mwaminifu. Akikuahidi kitu atakufanyia. Mungu akiahidi jambo katika maisha yako atakutendea. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Hiyo ni tabia yake ya kiungu. Njiwa ni ndege mwaminifu. Watafiti wameshaona ya kwamba, walifanya utafiti wakagundua ya kwamba njiwa ni ndege ambaye hata katika mahusiano yake ya kimapenzi na ndege mwingine njiwa ambaye ni mwenzi wake wa maisha, ni mwaminifu. Njiwa hawezi kulala na ndege mwingine ambaye sio mwenzi wake. Yule mwingine ambaye ni mwenzi wake akipotea au akienda mbali wakashindwa kuonana, tafiti zinaonyesha kwamba huyo njiwa mwingine hataolewa wala kuoa, atabaki hivyo hivyo bila mwenzi. Kwa hiyo atakaa bila mwenzi wa maisha, atakuwa anaomboleza. Na ndio maana Biblia inasema katika Isaya 59 fungu la 11, waomboleza kama hua. Kwa hiyo anabaki anaomboleza maisha yake yote. Na vivyo hivyo sasa, kulingana na ukweli huo, tunafunuliwa kwamba Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Hiyo ni sifa ya Mungu. Kitabu cha Maombolezo sura ile ya 3 mstari wa 22 mpaka 27, Biblia inasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Maandiko yanatufunulia kwamba Mungu ni mwaminifu, uaminifu wake ni mkuu. Yeye daima ni mwaminifu katika maisha yetu sisi wanadamu. Ni mwaminifu katika uwepo wake yeye kama Mungu. Baba ni mwaminifu, Mwana ni mwaminifu, na hata Roho Mtakatifu pia ni mwaminifu. Sasa ili tuweze kuelewa uaminifu wa Roho Mtakatifu, maandiko yanatufunulia juu ya uaminifu wake kwa njia au kwa ishara ya njiwa. Kwa hiyo tukiona ishara ya njiwa ambayo inamwakilisha Roho Mtakatifu, tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Na yeye kama Mungu hawezi kwenda kinyume na neno lake, kinyume na agano lake ambalo ameliweka katika jamii ya wanadamu. Katika kitabu kile cha Hesabu sura 23 mstari ule wa 19, neno la Mungu linasema, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiliza. Maandiko yako wazi hapa, yanatuonyesha ukweli kuhusiana na tabia ya uaminifu ya Mungu wetu. Anasema Mungu si mtu hata aseme uongo. Kwa lugha rahisi, fungu hilo linatuonyesha kwamba mtu
au mwanadamu ni muongo. Soma hata Zaburi ameeleza 119 kwamba mwanadamu ni muongo, hana ukweli ndani yake. Kwa asili amekuwa muongo baada ya kuanguka katika dhambi. Kwa hiyo Mungu si mtu hata aseme uongo. Yeye anasema ukweli, lakini yeye ni mwaminifu katika neno lake. Ndio maana anasema kwamba ikiwa amenena hata litenda, ikiwa amesema hata lifikiliza. Mungu daima ni mwaminifu, atafanya kile alichokisema, atafanya lile agano lake aliloweka na wanadamu. Na ndio maana wazee wa zamani, wazee wa imani, tukijifunza habari ya Ibrahimu, tukajifunza habari ya Yakobo, tukajifunza habari ya wazee wengine wote, wana wa Israeli, wale makabila 12, walijifunza juu ya Mungu mwenye kushika agano, Mungu mwaminifu wa taifa la Israeli. Na ndio maana ilikuwa ni nanga yao, maana Mungu ni mwaminifu, hawezi kwenda kinyume na neno lake, hawezi kwenda kinyume na agano lake. Ikiwa ameahidi kuwabariki watu, atawabariki. Ikiwa ameahidi kuwatendea watu, atawatendea. Na tabia hiyo imefunuliwa kwa Baba, imefunuliwa kwa Mwana, imefunuliwa kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inatuonyesha juu ya tabia ya Roho Mtakatifu kwa ishara ya njiwa, ya kwamba yeye ni Mungu mwaminifu, hawezi kwenda kinyume na neno lake ambalo amelitoa katika jamii ya wanadamu. Leo tulikuwa tunaangalia juu ya ishara ya njiwa ambayo inamuonyesha Roho Mtakatifu. Tulijifunza ishara zile nyingine ambazo zinaonyesha utendaji wake, kwa mfano upepo, maji, mvua, manyunyu, umande. Yote hizo ni ishara ambazo zinaonyesha utendaji wa kiungu wa Roho Mtakatifu. Lakini ishara hii ya njiwa yenyewe kwa sehemu kubwa inatuonyesha tabia ya Roho Mtakatifu. Japo ndiyo kuna utendaji ndani yake. Kwa mfano, anapofunuliwa kwa ishara hii ya njiwa, anafunuliwa yeye ni mpeleka habari njema. Yeye analeta mianzo mipya katika maisha ya watu. Hata kama kuna vitu vimechakaa, vimeisha, yeye analeta tumaini kwamba yeye analeta mianzo mipya. Kwa sehemu kubwa, ishara ya njiwa katika Biblia inafunua juu ya tabia yake ya kiungu, ambayo tumejifunza kwamba yeye ni msafi, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwadilifu, yeye ni mtakatifu, yeye hawezi kwenda kinyume na neno lake alilolitoa katika jamii ya wanadamu. Mungu atubariki sana, tuwe na tafakari njema katika ishara hiyo ya Roho Mtakatifu ambayo inamuonyesha katika tabia yake ya kiungu. Katika kipindi kinachofuata tutajifunza ishara nyingine ya Roho Mtakatifu ambayo ni ishara ya muhuri. Biblia inatumia ishara hii ya muhuri kutuonyesha habari au utendaji wa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Karibu tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya kipindi cha siku ya leo. Tumejifunza habari ya Roho Mtakatifu kwa ishara ya njiwa. Tunapohitimisha kipindi hiki kwa siku hii ya leo, tunaomba neema yako ikazidi kuwa pamoja nasi, ukatubariki. Neema yako ikawa na mtazamaji na msikilizaji, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la thamani la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.